Sio kila wakati mwanaume anaponyamaza anakuwa hajali tena. Kuna wakati mwanaume ananyamaza kwa sababu kuna ukweli anakuwa ameugundua. Mwanaume anapokuwa mtu wa kujielezea sana, mtu wa kuongea sana, mtu wa kuelekeza sana, huwa anakuwa na matumaini ya kuona mtu anamuelewa, anabadilika na kisha anakuwa kama yeye anavyopenda, kwa sababu anatarajia kwamba huyu mtu akinielewa maisha yetu yatakuwa mazuri. Kwa hiyo anakuwa na matumaini kila wakati anavyojielezea, anakuwa na matumaini kwamba huyu mtu pengine siku moja atanielewa. Lakini ikifika wakati mwanaume akagundua kwamba kila anapoongea huwa anaongeza ugomvi, huwa anasababisha nyumba iwake moto, huwa anaongeza migogoro juu ya migogoro, anagundua kwamba ukweli wake hauwezi kupokelewa, hauwezi kusikilizwa. Zaidi huo ukweli wake unatumika kama kosa tena, inaleta balaa zaidi ndani ya ndoa. Mwanaume anaamua kunyamaza kwa sababu anakuwa amegundua kwamba ni afadhali anyamaze kimya kwa ajili ya amani ya moyo wake kuliko akiwa mtu wa kuongea, kwa sababu anaona akiongea ndio migogoro inazidi, kelele zinazidi, nyumba inawaka moto, utulivu unakosekana. Kwa hiyo mwanaume ananyamaza kwa sababu anagundua kwamba siwezi kuendelea kumlazimisha huyu mtu kuwa kama mimi ninavyotamani awe. Siwezi kuendelea kuutumia huu ukweli kama sababu ya kumbadilisha huyu mtu, kwa sababu ukweli wangu kwanza unaniponza, cha pili unaongeza ugomvi, cha tatu unaongeza migogoro, na cha nne inaonyesha kwamba huyu mtu ukweli wangu hataki kuuchukua, amekataa. Kwa hiyo mwanaume anaamua kunyamaza, anakuwa mtu wa kutazama tu, anakuachia uhuru wa kufanya kila unachotaka, kwa sababu anakuwa amegundua kwamba amani yake inakuwa vizuri zaidi pale anaponyamaza kimya, pale ambapo anachagua kuangalia mambo na kuyaacha yaende. Lakini sasa hiyo hali sio nzuri. Ikifikia hatua mwanaume akawa mtu wa kutazama vitu na kuviacha vipite, hiyo ni hatua mbaya zaidi, kwa sababu mwanaume huwa anaanza kuondoa moyo wake taratibu. Mwanaume akifeel kwamba nina huyu mwanamke ambaye hanisikilizi, hanielewi na hawezi kukubali ukweli wa kile ninachompa, anaona mimi hapa siheshimiki na wala sio sehemu salama ya mimi kuendelea kuishi. Kiukweli mwanaume anaumia sana pale anapokuwa mtu wa kuelekeza kisha maelezo yake yakakataliwa. Kiukweli, ukweli kuhusu wanaume ambao huwa wanajielezea sana, huwa wanasema sana kitu wanachokipenda na wasichokipenda, huwa wanawapa wake zao ukweli kwamba mimi hiki na hiki kwako sioni kiko sawa, ni wanaume ambao huwa wanakuwa na upendo wa kiwango cha juu sana. Na ndio maana wanapenda kujielezea sana kwa wake zao, wanapenda kuongea ukweli wao, kwa sababu wanatamani kuona hawa wanawake wanabadilika na wanakaa kwenye mstari ambao wao binafsi wanatamani, kwa sababu huyo mwanaume anajua binafsi kwamba mke wangu siku atakaponielewa na kuamua kuwa kama vile mimi ninavyotaka, maisha yetu yanaweza kwenda kwa amani. Lakini akigundua kwamba hicho kitu hakiwezi kutokea, hakiwezi kusikilizwa, hakiwezi kueleweka, ananyamaza. Sio kwa sababu hajali tena, ananyamaza kwa sababu sasa hivi anaanza kuangalia zaidi amani ya moyo wake. Amepima, amegundua kwamba amani ya moyo wake inakuwa sana pale ambapo yeye anaamua kuwa mtu wa kunyamaza na kuangalia. Akizungumza ukweli unatumika kama kosa, unatumika kama mgogoro mpya, unatumika kama sababu ya ugomvi mpya ndani ya ndoa. Kwa hiyo anaamua kubaki na ukweli wake, huku huo ukweli ukimtafuna ndani ya moyo wake. Yale matamanio yake ambayo anatamani siku moja mwanamke wake amuelewe, yanageuka kuwa kama ndoto. Anajua hiki kitu hakitotokea, huyu mtu hatonielewa, wala huyu mtu hatoiona changamoto yake, kwa sababu nimejitahidi kwa kadri niwezavyo kuelekeza, lakini imeshindikana. Kwa hiyo mwanaume ananyamaza sio kwa sababu hajali tena, bali ananyamaza kwa sababu amegundua huo ukweli hauwezi kumsaidia kitu chochote. Hiyo namna anavyojielezea, anapoteza muda wake, anajiumiza, anajitesa, na zaidi anagundua kwamba kila ninapotoa maagizo na yakakosa kutekelezeka, yakawa hayasikilizwi, hakuna mtu anayejali kuhusu ninachokiongea, anaona anaumia zaidi. Na ndio maana mwanaume anachagua kuwa mtu wa kunyamaza, kwa sababu kule kunyamaziwa pale ambapo yeye anaongea ukweli, pale ambapo anajielezea, anaumia zaidi kuliko akiamua kunyamaza na ukweli wake ndani ya moyo, huku akijua huu ukweli hata nikiutoa hautopokelewa. Kwa hiyo asipozungumza anajisikia amani kuliko akizungumza swala ambalo mwingine hawezi kulipokea na kulielewa.
Sio kila wakati mwanaume anaponyamaza anakuwa hajali. Wakati mwingine anabadilika, anaanza kujijali yeye zaidi, kwa sababu kuna ukweli anakuwa ameujua. Hasa ni ukweli ambao unaonyesha kwamba hakuna kitu atakachokiongea wewe ukamuelewa, hakuna kitu atakachojielezea wewe ukakichukua, hakuna ukweli atakaokupa wewe ukaukubali. Kwa hiyo anaamua kunyamaza kwa ajili ya kujisaidia yeye na amani ya moyo wake, japokuwa moyoni anakuwa anaendelea kuungua na moyo wake unazidi kuvunjika kila siku taratibu taratibu.